Hali yako mtazamaji wa Bongo Headlines, hapa tupo na Captain Kizinga kwa ajili ya kujadili yale ambayo yanaendelea kunako michezo hasa katika klabu ya Young Africans. Captain Kizinga. Naam. Nzuri. Namshukuru Mungu tuko salama. Kumekucha. Kitoko, nikisema kitoko sawa? Ndio kitoko, unajua mambo ndenge nini? Vizuri. Niko vizuri. Yeah. Niko kitoko. Captain Kizinga, mambo yamekuwa ni mengi sana kwenye majukwaa ya mtandao, kwenye vyombo vya habari, wachambuzi pamoja na waandishi wakizungumza yale ambayo yanaendelea kwenye klabu ya Young Africans. Kwanza ni kwenye eneo la ahadi. Tunajua Young Africans inaelekea katika uchaguzi wake mkuu katika mkutano mkuu ambao utafanyika. Young Africans na ahadi za mgombea ambaye ananadiwa sana kuchukua kiti cha rais wa Young Africans au mwenyekiti wa Young Africans, Engineer Harris. Wanaona kama ahadi zake hazijatimia, alafu anaenda katika duru lingine la msimu wa pili kuiongoza Young Africans. Kwanza niseme asante Mungu kwa kutufikisha wakati huu, lakini pia nizungumze wazi kuhusiana na hivi vyombo vya habari. Tunaviheshimu, tunavifuatilia, tunavisikiliza kwa umakini sana. Wako Watanzania wengi kwenye moja kati ya usafiri, kwenye madaladala na sehemu zingine, wamekuwa wakifuatilia taarifa mbalimbali, wakisikiliza redio, umeelewa bwana? Lakini naomba nitumie nafasi hii kuambia wana Young Africans, uongozi wetu wa Young Africans umeingia kuitumikia Young Africans kwa mujibu wa katiba ya Young Africans ambayo inasema kiongozi atakaa kwenye utawala kwa muda wa miaka minne. Young Africans viongozi wetu wamekaa kwenye utawala wa miaka minne. Young Africans ilikuwa wapi? Young Africans ilikuwa na miaka takriban kadhaa haijui ladha ya ubingwa wa ligi yetu wala FA. Young Africans ilikuwa wapi? Kwenye level ya kimataifa. Young Africans ilikuwa na takriban miaka 20 na kitu haijagusa kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa. Young Africans ilikuwa wapi? Kwenye nafasi za juu za ubora wa virabu barani Afrika. Young Africans ilikuwa haipo kabisa. Iko kwenye 100 na kitu ndani huko, kwenye 70 na kitu huko. Lakini kupitia uongozi wa Young Africans ilivyoingia madarakani wameweza kufanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mimi binafsi niwapongeze viongozi wetu, President Harris, GSM, makamu wa rais na viongozi kamati tendaji wakishirikiana na wakina Alex Ngai, Muniri na wengine. Tuwapongeze kwa kazi kubwa walioifanya. Lakini pia tupongeze baraza la wadhamini ambalo lina viongozi wazito, wakina Mkuchika, mbunge wa Kinondoni, wakina Abbas Tarimba, bwana Fatuma Karume na wengine kadha wa kadha, wengi ambao wamesheheni kwenye baraza la wadhamini. Wamefanya kazi kubwa mno kuifikisha Young Africans hapa ilipofika. Ziko taarifa za ndani kabisa tumezipata mara baada ya dabi ya Simba na Yanga kumalizika kwenye uwanja wa Meja Jenerali. Viongozi wa mnyama walikaa chini na kutengeneza timu yao ya propaganda ambayo ikiongozwa na mwanahabari mmoja kutoka katika kituo cha Crown. Alitumika sana kama sehemu ya kuwashawishi watangazaji wenzake na kupata timu kubwa ya kutosha kwa lengo la kutengeneza propaganda kuishambulia Young Africans. Na wameweza kumshawishi mpaka Paul Mkali wa Dimba ambaye sasa hivi amekuwa anatumia nafasi kusema mabaya ya Young Africans ambayo yeye kwake anayaona ni mabaya. Tuambie Crown, King Kiba, hakikisha unasema na hao watangazaji wako waiheshimu Young Africans, kwa sababu Young Africans ndio timu pekee yenye viongozi ambao ni wakweli na wanafanya kazi waliopewa na wananchi. Mnashindwa kuzungumza timu ya Simba, viongozi wake wametoa ahadi kwa ajili ya faida ya klabu kwamba ifikapo tarehe 7 mwezi wa 3 kadi za wanachama zitatoka na atakuwa mtu wa kwanza kupokea atapewa. Si ndio walivyosema? Kwa nini mmekaa kimya hamzungumzi kwamba ahadi za Mangungu ni za uongo? Kwa nini mmeshindwa kuzungumza? Lakini leo hii Paul Mkai anaendelea kusema kuhusiana na uwanja wa Young Africans. Paul Mkai, wewe ni mtu ambaye una akili. Kwa nini unatumika kuwadanganya watu? Hivi unapozungumza kwamba makubaliano maana yake nini?
Yaani unaposikia neno makubaliano wewe unaelewa nini? Young Africans na GSM wamesainiana mbele ya mkuu wa mkoa, mbele ya kamanda Mulilo, mbele ya Watanzania walio wengi. Baraza la wadhamini limesheheni watu muhimu sana, watu wakubwa, na wao wanajua kilichofanyika pale. Makubaliano ya Young Africans na GSM ni ndani ya mwaka mmoja na miezi 8 uwanja utakuwa umefanyaje? Tayari tumesaini pale. Swala la kuhusu ujenzi tena sio la kwetu. Hilo ni la mwekezaji ambaye amesaini kujenga ndani ya mwaka mmoja na miezi 8. Hawa ameshafanyaje? Ameshamaliza na kutukabidhi sisi. Kuhusu kuanza lini na itakuwaje anajua yeye. Sisi tumeshamaliza. Sasa unaendaje kushambulia watu? Tafadhali Paul Mkai, tuachie injinia wetu. Narudia tena Paul Mkai, na kuita tena mara ya 3 Paul Mkai, tuachie injinia wetu. Mambo aliyoyafanya katika nchi hii sio tu Tanzania, mpaka Kenya, Uganda, Burundi, Kongo wanamhitaji aende akawasaidie kwenye engo ya mpira. Kwa nini umekosa heshima na adabu kwa rais wetu? Tuachie injinia wetu tafadhali. Utatufanya wana Yanga tuende misikitini, makanisani, tukamwelekee Mwenyezi Mungu akushushie rungu, ili usije kusahau kwenye maisha yako kwamba Young Africans nilivamia mzinga wa nyuki. Lakini Paul Mkai kwenye posti zake anasema mjibu hoja. Hoja yake ni nini? Vipi kuhusu ahadi za Engineer Hersi kabla ya ukomo wa kipindi chake cha uongozi pale Young Africans, yani miaka 4, uwanja utakuwepo, lakini mpaka hivi sasa hakuna chochote. Ahadi za Engineer Hersi zilikuwa ni 3 za maana sana. Ahadi ya kwanza ni kuifunga Simba kila atakapokutana nayo, na tangu ameingia mpaka sasa hivi Simba amemfunga Yanga mara moja tu. Sio, umeelewa? Mara moja tu. Ahadi nyingine ni kuhakikisha Young Africans inafanya vizuri kuchukua vikombe. Young Africans haichukui vikombe tangu wameingia wao kwenye utawala. Simba amechukua kikombe gani zaidi ya ngao ya jamii aliyochukua Tanga pale? Ni vikombe vingapi tumeshindana naye Simba? Hayo ni mafanikio. Sawa. Wako washabiki wa Simba, mfano Miraji mara moja anakuambia yeye hataki kombe lake anataka mfunge Yanga. Na mashabiki wa Simba duniani kote hawataki hata kombe la NBC, ila wanachokitaka wao wamfunge Yanga. Kwa nini wameshindwa kumfunga Yanga? Kwa hiyo tumwambie ahadi nyingine ya uwanja imetekelezwa juzi. Kumshawishi tajiri kuja kusaini 50 kwa 50 sio jambo dogo. Tunao matajiri wangapi wamepita Yanga lakini walishindwa kutekeleza hata hiyo saini. Engineer Hersi amefanikiwa kumshawishi tajiri na akakubali kuwekeza kwenye ujenzi wa uwanja. Wewe unataka nini? Muda umekwisha au muda bado upo? Engineer Hersi muda wake umekwisha au bado upo? Muda wa uongozi wake katika miaka 4 unaenda kufika ukomo. Bado haujafika ukomo, lakini unaenda. Tarehe za nyuma hapo kati amekwenda kukamilisha dili la kusainiana kuhusiana na ujenzi wa uwanja au hajaenda? Limefanyika. Kama limefanyika na ni sehemu ya ahadi yake, wewe unataka nini? Tumwambie Paul Mkai, punguza ushauri kuwashauri viziwi. Punguza ushauri kuwashauri bubu. Unamshauri kipofu, unamshauri kiziwi, unamshauri bubu. Bubu hawezi kusikia maneno yenu. Kiziwi hawezi kukusikia. Kipofu hakuoni zaidi ya kumuona Hersi kwa mazuri aliyoyafanya. Tuambie taarifa zenu za kikosi kilichoandaliwa na mnyama kwa lengo la kutengeneza propaganda kwa ajili ya kuipopoa Yanga. Mnatwanga maji kwenye kinu. Hakuna mtakachoambulia. Wana Yanga wote duniani wanafahamu mema na mazuri aliyoyafanya Engineer Hersi. Na nikwambie tu kweli, uongozi wa Hersi na wenzake, na tumwambie Paul Mkai, huu uongozi unaouona ni uongozi ambao sisi tumepewa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa huruma yake na mapenzi yake aliwaona wana Yanga jinsi wanavyohangaika. Takriban misimu 4 na kitu hatuna kikombe chochote, tunatembeza bakuri kila sehemu, lakini kupitia makanisa, misikiti tulioenda kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu, furaha yetu sisi ni Young Africans. Nenda mashariki, kusini, kaskazini, katuletea watu sahihi wa timu yetu. Akatuletea Hersi akatengeneza jopo lake, akatuletea Arafati.
akatuletea baraza la wadhamini, akatuletea kamati tendaji. Baada ya hapo wamekwenda kutafuta mtu sahihi, ametuletea GSM, baba watu maskini ya Mungu, na amekuwa akitusaidia Young Africans kwa kutuletea wachezaji mbalimbali wa kutuboresha timu yetu, na mpaka sasa hivi tunaongoza ligi na tumechukua mara 4, tunakwenda kuchukua mara 5. Unatokea wewe mtu ambaye tayari umenunuliwa na mnyama, unaambiwa nenda katengeneza ajenda hii. Tunazo taarifa. Jemedari anaonekana kwa Mangungu ofisini. Jemedari Saidi? Ndio. Kazumari anaonekana katika jengo la nani? La mwenyekiti wa mnyama. Sio katika kazi yake ya habari. Sikilize, amekwenda tena, yuko mtu wa stesheni kaondoka naye hapa. Anafika pale anamkuta huyu hapa. Na Soro mwenyewe kaenda pale kamkuta huyu hapa kwenye ofisi ya Mangungu. Unafuata nini? Na huyu ndo ametengeneza propaganda ya kuwazalisha, ya kuwazaa wakina Paul Mkai. Wanakuja kuisema Yanga vibaya. Utaonekana ni mchambuzi ambaye huna akili. Kama utakuwa unayasema mema ya Harris unayageuza kuwa mabaya mbele ya watu ambao hawasikii, hawaoni, ni mabubu na ni viziwi. Hivi mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga, wao unawaambia nini? Mbaya zaidi wamekwenda kumshika masikio mpaka Hans Rafael. Hans Rafael kwenye nini hasa? Huyu bwana mdogo tumwambie. Na huu ujumbe mfikishie Juma Hayo tunakuagiza, mwambie Hans Rafael aache kudanganya umma wa wanayanga. Wewe sio sehemu ya usajili wa Young Africans. Wewe sio chochote kwenye Yanga. Sawa? Huyo mchezaji unayempigia promo, taarifa zako tunazo. Dola kiasi gani umepewa kwa lengo la kumnadi? Kwa nini usimnadi kumpeleka Simba? Kama unaweza mnadi mpeleke Simba. Sisi huyo sio mchezaji wetu, na niwaambie wana Yanga, usimsikilize Hans Rafael kuanzia leo. Hata tetesi Captain Kizinga. Chochote utakachokiona Hans Rafael anakuambia kama sehemu ya usajili wa Young Africans, kataa, ogopa matapeli. Hans Rafael ni tapeli kama matapeli wengine wa mpira. Wewe aliyekuambia sisi tumemsajili wa mchezaji wa Polisi ni nani? Yule wa Kenya ni nani? Tima. Nani kakwambia? Unachukua taarifa kwamba Engineer Harris amekwenda kumalizana naye. Yule ni rais wa vilabu vyote barani Afrika. Amealikwa kwenye finali. Amekwenda na medali, amevesha watu na kombe amekabisi. Wewe unakwenda kusema amekwenda kumchukua mchezaji. Nani kakudanganya? Young Africans sasa hivi haitatoa kiki kwa mtu yoyote kuhusiana na swala la usajili. Kilichotokea msimu uliopita kimetokea. Sasa hivi vyuma vitakavyoshushwa. Saizi wakikwambia kwamba chuma fulani kimeshuka, tayari wataitana kutafuta waganga kuhakikisha wanaweka sumu pale. Sio kwamba Hans Rafael anafanya kazi yake ya habari au majukumu yake katika habari. Hakuna mambo ya habari anayofanya zaidi ya unafiki. Ule ni unafiki. Chuki na roho mbaya amepandikizwa yule mtoto. Hakuwa vile. Ndio maana nakwambia mule ndani kwenye ile radio kuna kirusi ambacho kinakwenda kinasambaza sumu kwa kila mmoja. Zamani alikuwa peke yake, lakini sasa hivi wameongezeka, wamekuwa ngapi? 3. Amemzaa tena Paul Mkai na huyu bwana mdogo Hans Rafael tena amezuka hapo. Kwa Yanga haina mema kwenu. Tuambie, acheni kukitumia chombo chenu cha habari kwa lengo la kwenda kuwasema vibaya viongozi wetu. Tunakwenda kwenye hatua ya uchaguzi. Kwanza nenda kaangalie kanuni na katiba ya Young Africans inasemaje. Young Africans kupitia katiba yake inasema kiongozi ataongoza miaka mingapi? Young Africans uchaguzi wa 2022 ndio umewapeleka viongozi wetu madarakani. Ilikuwa ni mwezi wa 6, si ndio? Na huu ni mwezi wa ngapi? Wa 6. Tayari ni miaka 4. Tuko ndani ya katiba. Tuambie wewe, hao viongozi wa mnyama walioahidi kadi mpaka leo, kwa nini hamuwazungumzii? Kwa nini hamumpigii simu mwenyekiti wa Simba kumwambia bwana uliwaahidi wanachama ifikapo tarehe 7 mwezi wa 3 watapata kadi ya wanachama? Mpaka sasa hivi umefeli wapi? Ndio maana mara nyingi mimi nasema katika mashabiki wa Simba mwenye akili ni mmoja, Mikoi Kisugu. Kwa sababu Mikoi Kisugu ni juzi hapo amethubutu kuambia viongozi wake, mlituahidi kadi za wanachama ziko wapi? Kwa hiyo tukisema nyinyi ni viongozi waongo tutakuwa tumekosea. Lakini ukiwaangalia wakina Mandala, wakina JB, wakina Dr. Mohamed, wote wachumia tumbo. Nani anayezungumzia kuhusiana na haki za klabu yao? Lakini leo hii sisi unataka kutupeleka kwenye sehemu ambayo sisi hatutaki. Bado tuko ndani ya katiba yetu. Labda tuwaulize wao.
Mabaya yapi ambayo Hersi ameyafanya kwenye Yanga hii? Wewe nikikuuliza utaniambia amefanya lipi baya au ahadi ipi ambayo aliahidi hakutekeleza? Kubwa wanasema la uwanja cha miaka minne atakuwa ameshakamilisha, lakini miaka minne imetamatika, mambo hayapo bado. Young Africans ina eneo ambalo eneo hilo lilionekana kwa plani ya Young Africans ni dogo. Plani B na kazi kubwa aliyoifanya Engineer Hersi ni kuhakikisha anaiomba serikali kuhakikisha kwamba inatuongezea kijieneo. Wewe ukushuhudia na muomba president, hakumuomba Samia Suluhu Hassan, tunaomba ongezeko kidogo. Rais hakutupa. Kutupa rais, bado waziri anayehusika mwenye dhamana ya tunasema wale TANROADS sijui mwenye dhamana yake lazima aangalie na kupa wapi, na pale kuna mradi, si ndio? Serikali na mradi unapita pale Jangwani, unataka wakupe tu eneo kabla wao hawajapima vipimo vyao, hawajaweka sawa mambo yao, barabara itapita wapi, itakuwa na upana gani, itakuwaje, wakupe tu. Serikali imepitisha mradi wake, imearrange kila kitu, imeweka mambo vizuri. Baada ya hapo, jamani, sasa eneo lenu hilo hapo lililobaki unataka tuujenge haraka haraka kabla serikali haijamaliza mipango yake. Serikali imemaliza mipango yake, imetugeia. Tangu serikali imetugeia ni muda gani umepita? Si ndani ya miaka minne ya mwisho hii ya Hersi. Sasa huku mwisho sasa Hersi amekubali na amepata nafasi na amesainiana na mtu ambaye atakujenga uwanja. Wao wanataka nini? Wao wanasema danganya toto kuelekea uchaguzi. Wao ndio wanasema, lakini sisi wenye Yanga yetu tunasema punguzeni ushauri. Punguzeni ushauri kwenye mambo yetu sisi ya msingi. Shukrani sana Captain. Asante sana.